na kuingia kwenye tabia nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Sio kuokoka ni kwamba nimeanza kutoka nyumbani na kuja kanisani. Hapana, kuokoka ni kutoka kwenye tabia mbaya, tabia zisizofaa na kuingia kwenye tabia za Mungu, na kuingia kwenye tabia njema. Huo ndio unaitwa wokovu. Kwa mtu kama utaendelea kuishi maisha yale yale ambayo ulikuwa unaishi zamani, maana yake wewe ni yule yule wa jana. Jehanamu ipo pale pale hata kama umeanza kuja kanisani. Mungu anachotaka ni mabadiliko, uvue, ubadilike, utoke kwenye hali ya dhambi, utoke kwenye hali ya masengenyo, utoke kwenye hali ya zinaa, utoke kwenye hali ya kutenda mabaya. Maana anasema muondokane na kila namna ya ubaya, utoke ndani yenu, muwe watu safi mbele za Bwana. Kunena kwako katika kinywa, maneno yako unayoyasema. Ndio maana ametamka hapa hata namna usinene maneno yaliyo mabaya katika kinywa chako. Maana kuzungumza unabadilika hata kuzungumza, kwa sababu wokovu umeingia ndani. Wokovu ukiingia ndani ya mtu anabadilika. Mtu mmoja wokovu ulipoingia ndani yake, akasema Bwana, wakisema kwamba ameenda kwa mtu ambaye mtoza ushuru, akasema kwamba Bwana, kila nilichomnyang'anya mtu nitamrudishia mara mbili. Tayari mabadiliko yanaanza ndani ya mtu aliyepokea wokovu, maana Yesu anaingia nyumbani mwake. Kwa sababu Yesu alikuwa amekwisha kuingia nyumbani mwake, akasema kuanzia sasa mimi na acha kila namna nilichonyang'anya nitamlipa mara mbili. Nini badiliko limeanza? Wokovu umeingia. Lakini kama mtu amekwisha kuokoka lakini akabakia na tabia zile, Yesu hawezi kukaa ndani yake. Roho Mtakatifu hawezi kukaa ndani yake. Sasa msaada wake utakuwa ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa maana kwamba inasema tena iweni, mstari wa 32, tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane. Kwa tayari anaendelea kukumbusha mwenendo wa Mkristo aliyekwisha kwa Kristo namna gani anaweza kubadilika. Lakini kama atakuwa Mkristo lakini akabaki kuwa yule yule, anaendelea na zinaa, anaendelea na wizi, anaendelea na ukorofi, alafu anakuja nyumbani mwa Bwana, hebu tuone nini kinaweza kufanyika. Tuangalie kitabu cha Yeremia sura ya 7. Nitasoma pale mstari wa 4 mpaka wa 5. Nitaruka nitasoma mstari wa 9. Naona ambavyo Mungu anawaramu Israeli kupitia nabii Yeremia. Kwa sababu wao walikuwa wanakwenda mahali pa kutanikia kwenye nyumba ya Bwana wakiwa wamefanya mambo yasiyofaa, wakiwa wametenda kila namna ya mabaya. Akasema hivi, neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, simama langoni pa nyumba ya Bwana, ukatangaze hapo neno hili ukisema, sikilizeni neno la Bwana, ninyi nyote wa Yuda mnaoingia katika malango haya ili kumwabudu Bwana. Anaanza kwa kusema sikilizeni neno la Bwana, ninyi nyote mnaoingia katika lango hili katika kumwabudu Bwana. Na mimi nazungumza na ninyi nyote mlioingia katika lango hili kumwabudu nani? Bwana. Anasema sikilizeni ninyi nyote mlioingia katika lango hili ili kumwabudu Bwana. Sikilizeni. Anaongea nini? Anasema mstari wa 3, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, ninyi asema hivi, tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakalisha ninyi mahali hapa. Bwana asifiwe. Anawaambia wale wanaoingia katika mahali pa nyumba ya Bwana, anasema cha kwanza, tengenezeni njia zenu na matendo yenu, mimi nitawakalisha mahali hapa. Kama hamtatengeneza, nini kinatokea? Tengenezeni njia zenu na matendo yenu, ninyi mnaoingia katika nyumba ya Bwana, ili msimdhalilishe Mungu. Maana unapokuwa hapa ukienda ukitenda maovu, unazuia watu wasiingie kanisani. Nyinyi mnaoingia katika nyumba ya Bwana, sisi tunaoingia katika nyumba ya Bwana kumwabudu, anasema sikilizeni, asema Bwana, ya kwamba tengenezeni njia zenu na matendo yenu, ili Bwana wakalishe mahali hapa. Maana yake tukishatengeneza njia zetu na matendo yetu, ndipo tunakuwa tuna nguvu ya kuingia mahali pa kumwabudia Mungu. Sisi tunatoka huko tunaingia na madhambi,
tumeingia tumezini, tumeingia tumekorofu, tumegombana na watu, wanatusema vibaya, maneno yetu ni machafu, na tunavyozungumza tushahidi mpaka watu wanasema kama wokovu ndio huu, basi haina haja ya kwenda kanisani. Maana wewe unakuwa umetumika kuzuia watu wasimwabudu Mungu, unayo hatia. Damu yao itadaiwa juu yako. Kwa inasema tutengeneze mwenendo sisi tunaoingia katika nyumba ya Bwana. Mstari wa 9 anasema, je, mtaiba na kuua na kuzini na kuapa kwa uongo na kufukiza bahari uvumba na kuifuata miungu mingine ambayo hamkuijua, kisha mtakuja na kusimama mbele zangu katika nyumba hii iitwayo kwa jina langu na kusema tumepona, ili mpate kufanya machukizo hayo yote? Je, nyumba hii iitwayo kwa jina langu imekuwa pango la wanyang'anyi machoni penu? Angalieni mimi na mimi nimeliona jambo hili, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Angalieni, je, nyumba hii iitwayo kwa jina langu imekuwa pango la wanyang'anyi, ya kwamba mtakuwa mkiua, mkizini, mkitukana, alafu mnakuja kwenye nyumba ya Bwana mnasema Bwana 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 Bwana. Asa mtatenda hivyo mpaka lini? Je, nyumba hii imefanyika pango la wahuni, pango la wazinzi, pango la uwezi, pango la wanyang'anyi, pango la watapeli? Yaani wanaingia kuniabudu lakini wamebeba utapeli ndani yao, wamebeba zina ndani yao, wamebeba ukorofi ndani yao, wamebeba ugomvi ndani yao, alafu wanaingia kwenye lango la Bwana. Anasema, je, nyumba hii imefanyika pango la wanyang'anyi? Mahali pa kuabudia ni pa kuingia na dhambi za masengenyo, ni pa kuingia na zinaa, ni pa kuingia na kila namna ya mabaya. Wakati kule Efeso tumesoma anasema kujitenge na kila namna ya ubaya, masengenyo, kelele na maovu yasisikike ndani yenu, yasiwepo ndani yenu. Lakini Mungu katika Yeremia anawaambia Israeli ya kwamba mtaingia katika mahali pa nyumba yangu ya kuabudia, mkifika pale mmeua, mmezini, mmeiba, mmetukana watu, mmefanya kila namna mabaya, alafu mnaingia kwa nyumba ya Bwana msema Bwana Bwana, nyumba ya mtakatifu, nyumba ya Bwana wetu. Mnazungumza mambo mengi mkisema kwamba asema miungu mingine ambayo hamkuijua, kisha mtakuja na kusimama mbele zangu katika nyumba hii, mstari wa 10 huo, iitwayo kwa jina langu na kusema tumepona. Yaani mmezini, mmeiba, mmepiga watu, mmetenda hiyo maovu, alafu nakuja kwenye nyumba ya Bwana kusema mimi nimepona. Yaani umetenda maovu ya kutosha, alafu naingia na maovu yako. Kwa nini hutaki kubadilika? Ndio maana nasema wokovu ni kugeuka. Kanisa lazima tugeuke, tusiwe watu wale, tusiwe watu tuliokuwa kabla tuokoka. Mwenendo watu tubadilike, maneno ya kinywa chetu, hata namna ya kusema, namna ya kuzungumza, matendo yetu, mwenendo wetu ubadilike. Maana nasema haiwezekani tukawa tunaingia kwenye nyumba ya Bwana, tunafika pale tumezini, tuiba, tunapigana, tuna magomvi, tuna hasira na watu, wengine tumewasamehe watu, tumeweka moyoni, alafu tukanao kwenye nyumba ya Bwana. Akisema, je, mmeifanya nyumba hii ya kusanyia hayo maovu? Haleluya. Mimi hapa nina uovu wangu, naye mtumishi hapa na kaja na uovu wake, mama pale kaja na uovu wake, binti pale kaja na uovu wake, kijana kaja na uovu wake, tukauleta hapa, tuko hapa wote tunasema tunamwabudu Mungu. Anasema mmeifanya kuwa nyumba ya wanyang'anyi. Maana kama watu wananyang'anya haki za watu alafu wanasema ni Wakristo, ni Ukristo gani? Anataka Ukristo wa mabadiliko. Ndio maana anasema ufueni mwenendo wenu, na mnapokuwa mnafanya mwanzo, achana nacho, geuka, ishi maisha mengine. Mauti ipo, kifo kinakuja. Ukipona kufa, Yesu anarudi. Maana ni vema ukatengeneza mapema. Anasema haiwezekani tunaingia kwenye nyumba ya Bwana, mstari wa 9, wa 10, wa 11 na wa 12. Maana tutazungumza katika Yeremia sura 7. Maana nazungumza vizuri kabisa. Sasa kisha mtakuja na kusimama mbele zangu katika nyumba hii iitwayo kwa jina langu. Mtakuja kwenye nyumba hii iitwayo kwa jina langu na kusema tumepona, ili mpate kufanya machukizo hayo yote. Ina maana mnakuja hapa muonekane mmeokoka ili mpate kufanya machukizo hayo yote. Haleluya. Anasema mtakuja katika nyumba ya Bwana mkisema sisi tumepona, yaani tumeokoka. Alafu ili mzidi kufanya hayo machukizo yote, ili
usifahamike? Waseme wewe anaenda kanisani? Aseme ndio sababu ya kusanyika? Anajaribu kujiuliza. Mungu anafanya mahojiano na waambia Israeli, je, mtafanya hayo yote afu mnakuja kwa nyumba ya Bwana mseme tumepona? Yaani tumeokoka. Alafu ili muweze kufanya hayo maovu yote, ili muweze kuyatenda hayo maovu, ili muweze kuyafanya, asema no. Hii nyumba sio nyumba ya wanyang'anyi, sio nyumba ya wazinzi, sio nyumba ya wasengenyaji, sio nyumba ya wagovi, sio nyumba ya wadevi. Mahali hapa ni pa watu kumwabudu Mungu aliye hai, watu walioacha dhambi, waliofufuka zamani wakauvaa utu mpya, ndio wanasema wasimame kumwabudu Mungu. Haleluya! Haiwezekani tukawa tuko huko nje tunatenda maovu, tukiingia kanisani ni watakatifu. Upo kanisani unavaa nguo ndefu, uko kanisani unavaa suruali nzuri, ukienda nje unavaa mirekezo. Tunajiuliza Kristo aina gani? Lazima ubadilike, utoke kutoka kwenye hali hiyo, ubadili mwenendo wako, uwe mtu mwingine. Haiwezekani kanisani unavaa nguo nzuri alafu uko nje unavaa za kumini. Sasa ni wokovu gani huo? Anasema mnafanya hivyo ili muonekane kwamba mmesema tumeokoka. Hapa umetumia neno tumepona. Alafu muje kwenye nyumba ya Bwana, kwenye nyumba yangu itwayo kwa jina langu, mseme nimepona. Ili mzidi kufanya nini? Machukizo hayo sana. Kwa sababu kuna watu wanatumia dini kama sehemu ya kufanyia maovu. Mpango wa Mungu hakuleta Ukristo ili watu wautumie kutenda mabaya. Badala yake wageuke, wavue mwenendo yao, wasiwe wale wa zamani, wawe watu wapya katika roho. Haleluya! Wawe watu wapya katika nia za roho zao. Ndio mpango wa Mungu, wavue utu wa zamani, wavae utu upya. Huo ndio wokovu. Anasema mtafanya mpaka lini? Mtazidia kusema kwamba tumepona kwenye nyumba ya Bwana ili msionekane. Waseme huyu hapa ni Mkristo, hawezi kufanya hivyo, lakini huku unafanya. Bwana asifiwe. Anaenda kanisani, hawezi kufanya hivyo, alafu wewe unaendelea kufanya. Anasema ili mzidi kufanya hizo dhambi zenu, mnakuja kwenye nyumba ya Bwana mkisema tumeokoka, tumepona, ili muendelee kutimiza mabaya yenu. Hapana, mahali hapa anasema nami nanena kwa jina la Bwana majeshi ya kwamba Mungu atusaidie kwenye maisha yetu, tusiwe watu wa kuishi maisha ya dhambi alafu tunaabudu kanisani. Yaani nakulikiwa nje natumika kwa shetani, ikifika Jumapili ndio nakuja kwa Mungu. Haleluya. 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 Haiwezekani kwamba tukawa watu ambao tunatoka kanisani ni wanyenyekevu, tukiwa huko nje mwenendo wetu ni mbaya. Haiwezi kutusaidia. Itakuwaje anasema tuko huko nje tumefanya mabaya mengi, alafu tunakuja nayo Jumapili tumepona, yaani tumeokoka. Alafu kisha ili mzidi kuyatimiza mabaya zaidi, kwamba anaenda kanisani huyu. Kusema naongea ni mstari wa 10 unasema, kisha mtakuja na kusimama mbele yangu katika nyumba hii iitwayo kwa jina langu na kusema tumepona, ili mpate kufanya machukizo hayo yote. Mnasema tumeokoka ili mpate kufanya machukizo hayo yote. Ndio mpango wetu, lakini najua sio mpango wetu sisi, kwa sababu roho shetani anatenda kazi ndani yetu, kwa sababu ya kulitupia neno mbaya. Tunaposikiliza ujumbe wa Mungu haukai ndani yetu, tukitoka hapa tunasahau kila kitu. Ndio maana tunasalia kuendelea kuishi kwenye maisha ya zamani, kwa sababu hatutunzi neno la Bwana. Kuokoka ni kubadilika watu wa Mungu. Kuokoka sio kubaki kuzuia ibada. Kuokoka ni kuacha dhambi. Kuokoka ni kugeuka toka kwenye tabia fulani na kuanza kutenda tabia zingine. Mtu ukiacha tabia fulani unaanza kutenda tabia zingine, watajiuliza, mpendwa, huyu jamaa sasa atakuwa ameokoka, mbona amebadilika sana? Bwana Yesu asifiwe. Kwa watamshuhudia wokovu wako kwa sababu ya namna ulivyobadilika. Mlikuwa mkianza kusema mambo ya mpira, unaongea mpaka unataka kupiga watu. Baadaye wakakuta yani hayo mambo hata wakizungumza unapita. Sasa huyu jamaa vipi? Siku hizi mbona situmwelewe? Mlikuwa mnapanga namna ya kuweza kufanya jambo fulani, wanakunamwambia hilo mimi siwezi kulifanya. Wanaanza kujiuliza huyu jamaa vipi? Kwa watapata majibu kwamba huyu sasa ni kama ameamua kuokoka kweli kweli. Wengine ulipoanza kuja kanisani wasema tuone kama atafika. Sasa wanajua hujafika, hilo ndio la kuzuia kanisani. Bwana asifiwe. Unanielewa vizuri? Mataifa, watu wasiomjua Mungu wanatujua tabia zetu kuliko kawaida. Kwa tunapotoka na tabia zetu, wanatufikishia vitu.
Haleluya. Sasa wanatujua kwamba tumeshindwa, lakini sisi bado tunajifanya tumeshinda. Alafu tunaendelea kutenda mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema tugeuke. Tufunge habari ya mwenendo. Hebu geuka mtu wa Mungu, shuka. Ingia kwenye kumtumikia Mungu kweli kweli. Maana siku inakuja utakufa ni kufa. Utakapolala utakuwa mgeni wa nani? Ulizuia ibada ndio. Ulikuwepo kanisani ndio. Ulitoa sadaka ndio. Lakini sadaka zako zitakuwa ni bure. Maana Mungu anachukizwa na sadaka za watu waovu. Yeye umebadilika ukaacha dhambi. Sisi hatutaki sadaka ya mtu mwovu, tunahitaji mtu tubadilike, tutembee kwenye njia ya Mungu na tumtolee Bwana naye abariki kazi yako. Haleluya. Sio kwamba tunafuatilia mashia sadaka, hapana. Mimi sadaka sihitaji, nataka watu tutembee kwenye njia ya Mungu tukamwone Mungu. Lakini ukimtolea Mungu, mtolee ukiwa safi. Bwana asifiwe. Sio utoe pamoja na dhambi, unaendelea kumwekea mkono Mungu, sadaka yako haiwezi kufika. Biblia inasema kwamba Bwana anachukizwa na sadaka za watu waovu. Kwa hivyo tukwambie mapema, sio unaendelea kushika kutoa sadaka nafikiri unamtolea Mungu, kumbe unatupa. Huwezi kubarikiwa katika hilo. Kwa Biblia inatukumbusha kufua utu wa zamani. Waisraeli wanaambiwa kabisa, mtaingia kwenye nyumba ya Bwana huku mnaendelea kutukana, mnaendelea kuzini, mnaendelea kuua, mnaendelea kufanya kila mabaya, alafu mnakuja kwenye nyumba ya Bwana tumepona, yani tumeokoka. Unajua kuokoka ni kupona. Kwamba palikuwa kushana kutoka mahali huko umetoka umeokoka. Kwa amesema kwamba unakuja kwenye nyumba ya Bwana unasema tumepona. Ili mzidi kuyatimiza hayo. Ili mzidi kuyatimiza maovu hayo. Haiwezekani kanisa hilo sehemu ni kama inaficha wahuni. Hapana. Ndipo anasema mstari wa 14, je, nyumba yangu imekuwa ni nyumba ya wanyang'anyi? Asema je, nyumba hii ilikuwa kwa jina langu imekuwa pango la wanyang'anyi? Pango la wazinzi? Pango la wezi? Pango la watapeli? Pango la wagovi? Ndio nilikuwa nyumba hii kweli? Ndio mpango wangu mimi Mungu? Unakuta hapana. Mungu wetu mpango wake kwetu sisi ni kwamba tuache dhambi, tumwabudu tukiwa safi mbele za Bwana. Tumwendee Mungu tukiwa tumeacha maovu mioyoni mwetu. Hata kama ukijificha huko kitenda lolote, sikiliza, mataifa wamekuona na Mungu amekuona. Hakukija mahali hapa ufahamu kwamba umebeba kitu ambacho unahitaji kutubu na kuacha. La sivyo geuka, acha. Tubu ili uanze kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Haiwezekani tukamwabudu Mungu tunaendelea kuiba, tunaendelea kuwa wagomvi, msengenyaji, mtukanaji. Jumapili upo ibadani, umekaa kiti cha Mungu, umekalia kiti cha watakatifu, na wewe umo. Ukitoka hapa unaendelea na masengenyo, unaendelea na ugomvi. Haiwezekani kuwa na kanisa namna hiyo. Haiwezi kumwona Mungu. Lazima tupige ukweli ili tukamwone Mungu. Haleluya. Tusiposema haya, tutapataje kumwona Mungu? Lazima tuseme, unapokuwa umesema umeokoka, mtu wa Mungu, kubali kuvua utu wa zamani. Ile hali yako ya matapia ya kwanza, vua. Nimesema mwanzo, sisi tuliokwisha kuokoka, tumekuwa wafungwa katika Kristo. Wafungwa katika Kristo, mfungwa hana jambo la kufanya mwenyewe. Haleluya. Anasubiri maamuzi ya aliyemfunga, si ndio? Wafungwa hawezi kutoka gerezani wakaamua leo tukasubuhi. Mpaka hivi wakasema wakutenya kuni ndio wanatoka. Kwa ndio maana sisi tuliokwisha kuokoka ni wafungwa katika Kristo. Hatutendi anayopendeza sisi, tunatenda anayompendeza Kristo. Tuliokwisha kuokoka tunatenda anayompendeza Kristo, sio anayompendeza sisi wenyewe. Haleluya. Kwa maana sisi tu wafungwa katika Kristo. Tumefungwa pamoja naye, tunaishi pamoja naye, tunamtumikia yeye. Kwa hiyo kwa sababu tunasikiliza nataka nifanye nini, amesema niache ugomvi na acha, amesema niache uzinzi na acha, amesema niache ugomvi, chochote kile na acha. Lolote lilo baya lisiwe ndani yangu ili niwe na Kristo. Haleluya. Kwa sababu hakai mahali penye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Bwana, kama tukisema tumeokoka alafu tunafanya madhambi huko, siku kifa kaburini unakwenda mwenyewe. Na mule huwa tunachunguliana tu na alimumenye na roho. Kwa tunakuangalia kwamba tulikujua. Kwa sasa ni kazi yako utakapokwenda huko ulikokufa. Biblia inasema wengine matendo yao yanafanya, wengine matendo yao yanawafuata. Yaani shalala, matendo yako yataeleza wewe unaishije.
tuvue habari ya mwenendo. Mwenendo ni matendo tunayotenda, yale maisha tunayoyaishi, namna tunavyoishi. Lazima tubadilike ili tuwe watu tuliokoka. Bwana asifiwe. Naomba tusimame.